Leo ni siku nyingine tena. Huyu mnamuona mbele yenu amefanya makosa. Kwa hiyo leo ni siku yake ya hukumu. Kama mnavyojua kwenye imani yetu, mtu yoyote atakayefanya makosa lazima ahukumiwe. Na kwa kosa alilofanya Solondo, leo hii inatoa hukumu yake. Na mvua nafasi ya ulinzi, atabaki kuwa raia tu, na ninamfukuza kwenye kasiri langu hapa. Atabaki kuwa raia kama raia mwingine. Na kupitia nafasi hii ninamtangaza askari mwingine mkuu atakayelinda himaya yetu. Sikia mbili. Kuanzia leo wewe ndio utakayekuwa mlinzi mkuu hapa. Tumeelewana? Unaweza kwenda. Mwanangu, kwa adhabu aliyekupa mfalme ni ndogo, maana yule mfalme ni mkatili sana. Hata mimi nashukuru mamangu kwa adhabu aliyonipa. Sikutegemea kabisa kuwa mfalme angeweza kunipa adhabu ndogo kiasi kile, kwa sababu adhabu yake ndogo kwake, kwetu sisi ni kubwa sana. Hivyo basi hata mimi nashukuru. Sawa mwanangu, Mwenyezi Mungu akusaidia, ila nakuomba mwanangu, niepushe tena na mabalaa. Nakuomba mwanangu, endelea kujilinda. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Mabalaa haya akupunguzia, na naamini wazi atakupunguzia zaidi ya haya. Lakini mwanangu, na wewe ujitahidi sana kuepukana na mabalaa, maana hili dogo kakusamehe, ikitokea lingine naona atafanya mara mbili yake, na mimi mama yako sina uwezo wa kukusaidia mwanangu. Sawa mamangu, mimi nimekuelewa na nitajitahidi sana kulinda hisia zangu, maana najua mfalme juu ya hii adhabu ameniweka kwenye mtego. Hivyo basi nitajitahidi kujilinda mamangu. Sawa mwanangu, Mungu naye. Mkulu, leo nimewaiteni hapa, kwangu siku tukufu sana na nina furaha sana leo. Nataka niwatambulishe binti yangu. Muda mwingi halikuwa hayupo hapa katika himaya yetu hii ya Zugwali, lakini sasa amerudi.
Kwa nahitaji mumfahamu. Binti yangu. Abe baba. Nyanyuka kuone. Huyo ndio mwanangu. Kaa. Binti yangu nampenda sana, hivyo wana Himaya nahitaji muishi naye kwa upendo na mumuheshimu. Huyu ni binti wa mfalme, apate heshima zake zote. Kwa leo sina mengi zaidi ya haya na sina mengine, ila niwatakie murudi majumbani mwenu na kila mmoja akaendelee na majukumu yake. Salondo, hebu nisubiri kwanza. Sijakuona kwenye sherehe ya mtoto wa mfalme. Vijana wenzio wote niliwakuta, lakini wewe mwanangu tu sijakuona. Ikanishangaza sana. Ni kweli mama, nisingeweza kufika katika hii sherehe kwa sababu mfalme amenipa adhabu na kunitimua kwenye tawala yake. Hivyo basi hata ningeenda asingejisikia vizuri. Yaani naumia hata mimi mamangu, kwa sababu zile sherehe mimi pia nilikuwa miongoni mwao, tukishereheka na wenzangu, tukila na wenzangu, tukinywa. Lakini leo hii kweli mama niende kama mpambe tu? Hapana, nimeamua tu nikae nyumbani. Pole mwanangu, yataisha tu, ipo siku. Sawa mama. Maskini Salondo, sio amefanya nini kwa mfalme mpaka amefukuzwa? Hata mimi sijui. Huenda amefanya kosa dogo na ndio maana mfalme amemwachia, maana mfalme huwa anatoa adhabu kali sana. Tuyaache. Mbongo. Mko. Malkia tundoke. Umeshamaliza kunawa? Tuondoke. Hivi yule kijana tulokishana naye mtoni anaitwa nani?
anaitwa Solondo, alikuwa mlinzi mkuu wa mfalme, akafanya makosa akafukuzwa. Ni kosa gani hilo alilofanya mpaka akafukuzwa? Kosa likusemwa na hakuna anayefahamu kosa lake. Basi sawa, mimi nimewaelewa. Mume wangu, unajua Solondo kwa nini kafukuzwa katika himaya ya mfalme? Jambo, kweli mimi hata sijui. Na kwa jinsi ninavyomjua mfalme wetu kwenye himaya yetu alivyokuwa mkali na ukikosea anatoa adhabu kali. Kweli mimi hata sijui jambo. Haya, lakini kuna kitu kinaendelea katika himaya yetu. Nayo Yaani wewe acha, lakini ujue kama Zoro we